kuna kila ambacho sasa hivi kinaendelea baada ya yale ambayo yametokea. Watu wamekuwa kisikiliza usalama wa nchi ukoje, hasa watu ambao wamepoteza maisha yao, matamko tofauti yamekuwa yakitolewa sana. Nataka kwanza tuanze na hili jana taarifa ya jeshi la polisi jana liliripoti kwamba kuna askari ambaye anadaiwa ni raia wa Kenya na raia pacha wa Kenya na Marekani, amekamatwa na mabomu 4 akawa akivuka mpakani kuingia nchini Tanzania. Na pengine hasa hiki ambacho unachokiona na hali yetu inayoendelea pia hii, maana kuna watu ambao pia umeanza kuihusisha na kuelekea katika maandamano ya tarehe 9 Disemba. Pengine hasa wewe, nafahamu na intelligence zako katika ufuatiliaji wa masuala haya pia, ina maana gani hasa hii baada ya kukiona jana? Tumesikia upande mmoja ambao ni wa jeshi la polisi. Tumeona ushahidi wa picha wa mhusika pamoja na zile ni grenade kwa lugha nyepesi. Tunasubiri, sijui mpaka wakati huu tuna rekodi kama ubalozi wa Kenya utakuwa umetoa au serikali yao itakuwa imetoa tamko, na Marekani nasubiri pia kuona tamko lao na maoni yao. Niwaambie wa Tanzania, na kuna makala ambayo nimesema naandaa ya kwanza ambayo ni mkeka wa Gen Z na uandaa soon utatoka. Ya pili sijaipa jina ila ita address haya mambo ambayo yapo, lakini nakwambieni tuko vitani. Kuna vita sasa hivi tunavyoongea, shadow war, covert war vinaendelea sasa hivi, na yale tunayosikiaga regime change ndo kinachoendelea sasa hivi actively. Nitatoa kwa baadhi ya kodi. Nilitoa makala ambayo watu watapata kuelewa kwenye taswira hiyo, Operation Breaking TZ. Nikatoa makala mengine ambayo yanaitwa fukuto linaloandaliwa Afrika Mashariki ya Kati, Kenya, Uganda na Tanzania, na nikaelezea vitu mule ndani. Watu ambao wamesikiliza wataweza kujoin dots ya kule, ila naomba niwaachie watu tafakuri. Kongo tunajua wamepatanishwa na wamepatanishwa viongozi wa juu ambao kuna Kagame na Tshisekedi. Na kwenye yale makala ambayo niliyatoa niliweka kabisa pale Marco Rubio yuko na mwakilishi wa Uganda wa Burundi na wa Kongo pamoja na wa Rwanda wamesaini pale. Jana ujuzi wakati tuna rekodi hii, sijui lini itakayokuwa imetoka, wametoka kusaini M23 na wenzao Qatar makubaliano. Sasa jiulize swali moja, M23 wale ni mercenaries, ni wanajeshi wa kulipwa, sawa? Soko lao limeshaisha kwa sababu kilichokuwa kinapiganiwa kule ndio kimenani. Wale watu unawapeleka wapi? Alafu nani ambao wamehusika kwenye hiyo na wanaweza wakawa na influence gani pale? Wakiambiwa kwa mfano bana, kuna project nyingine jirani hapo, nchi ya jirani pale 255, mnaonaje twende tukapige kazi pale? Kwa sababu wao ni wanajeshi wa kulipwa, wamekaa tu mitaani. Hivi vitu sio tu vipo, ndio kilichotokea Libya baada ya kuangushwa kwa Saddam, kwa Gaddafi. Silaha zikawa zinatoka Libya na wale wapiganaji wakaenda Syria, ndio hao ambao walihusika. Ukifuatilia kuna operation moja Timber something imetoka, utagundua jinsi ambavyo mashirika intelijensia ya magharibi yalivyokuwa yanachukua silaha zinatoka Libya zikaenda kwenye HTS, ambaye kiongozi wao wa juu alikuwa ni mtu ambaye mwaka 2025 alikuwa ana bounty, ana zawadi ya milioni 10 kwa yote ambaye atamkamata. Lakini kabla mwaka hujapinduka ndo rais wa Syria
anapuliziwa perfume na rais wa Marekani ndani ya White House, anakutana na anaojiana ndani ya New York na maafisa wa CIA. Kwa hiyo utakuja kuona jinsi ambavyo michezo inachezeka. Kiangalia kwa ndugu zetu wa Kenya, nilieka pale, wamepewa msaada wa zaidi wa dola milioni 480 na Marekani. Kwa sababu gani? Ya kwenda kupambana na Al-Shabaab na ugaidi. Tunajua walienda mpaka Kenya kwa sababu Somalia. Nimeweka ndani yale makala Operation Breaking TZ ambao wameangalia. Umeangalia. Uliona ile sehemu ambayo kuna Senate hearing, akawa anaulizwa, hebu unajua kwamba kila wiki tunapeleka dola milioni 45 Taliban? Akasema najua. Akaulizwa, nitajie nchi zingine ambazo pia tunapeleka. Moja ya nchi ambayo alitaja ni no. Nimesahau. Alisaja Al-Shabaab ya Somalia. Ambayo inatoka wapi? Marekani. Inaenda wapi? Al-Shabaab. Sawa. Na serikali ya Kenya inapewa msaada kutoka wapi? Kwa Marekani. Kwa sababu ya kupambana na nani? Al-Shabaab. Kwa hiyo master mmoja huko anapeleka kwa sababu ya Al-Shabaab, huko anapeleka kwa sababu ya Kenya kwenda kupambana na hawa. Sijui unaona sijui unaona. Sasa kama wanaweza wakaelekeza baadhi ya watu waende kule, kitu gani ambacho kinazuia wasielekeze baadhi ya watu kuja huku? Unajua So kwa ufupi nawaambia watu tuko kwenye active regime change. Nje raia wa kawaida wasiojua wanajua kuna maandamano, kuna watu wameuawa ambao haki inatakia ifate mkondo wake. Hiyo nasema black and white. Na naweza nikasema hapa on record, iundwe tume, ichunguze yaliyotokea. Watu wote ambao wamevunja sheria kati ya vyombo vya usalama na raia, wawe ni wa ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania, wachukuliwe hatua bila kutofautisha. Na watu ambao wamevunjiwa haki zao bila kujalisha ni wa ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania, ambao hawajahusika kuja kuleta machafuko. Unajua ukisha kuja kuleta machafuko hapa, sisi wa Tanzania tunabadilika kabisa. Na naonya kabisa nchi zozote ambazo zina mpango wa kuingia hapa, yani hii ni Tanzania. Kuna watu wamekunywa maji ya bendera. Yani watakapotoka nje kuja kuleta hapa, utakachokutana nacho anajua Mungu. Sasa kwa hiyo lazima haki itendeke kwa wote waliokumbwa na dhuluma. Black and white, haina maelezo. Kwa hiyo kwa nje kwa raia sasa hivi kuna watu wanaunga mkono, kuna watu wanakataa, kuna watu yani unajua watu wamegawanywa katikati. Ndio kilichotokea. Ila huku nyuma sasa kuna michezo mizito sana ambayo inachezeshwa. Na kuna baadhi ya vitu ambavyo siwezi nikavisema kwa sababu Biblia inaamrisha usiruhusu mdomo wako uondoe utaje kitu ambacho kitaleta madhara, kwa sababu kuna uwezekano kuna mtu alikuwa amepangwa pale katika boda ambaye ni mshiriki, angeruhusu, lakini akatokea mtu ambaye akabumburua, au yule hakufanya kinachotakiwa. Swali, je, kama hii imekamatwa, na siongelee kwa yule specifically, kuna uwezekano gani mwingine wa silaha zingine kuwa zimeingia pia Tanzania? Umeelewa? Ya kweli. Hiyo tumekamata ni chache sana. Lakini je, kuna njia zingine ambazo huenda zikawa zimetumika kuingiza baadhi ya vitu? Maswali ya kujiuliza pia. Kuna maswali mengi sana. Unajua watu wanapendaga hiyo ni black and white. Sometimes things are not as simple as that. Yani huwezi tu kupata majibu ambayo ni simple yamenyoka kiasi hicho. Kuna baadhi ya maswali mengine ambayo yako nyuma ya. Yes. Asante, tumezungumza mambo mengi sana. Nataka tumalize na hili hapa. Kama kuna jingine ambalo tutakumbushana tutajiuliza pia. Lakini swali langu ambalo nataka niondoke kwako wewe, ulizungumze faida yake na hasara yake, na pia tutakuwa tuende nalo vipi hasa.
kumekuwa na matamko tofauti, ukiacha kwamba mataasisi ya haki za binadamu hapa na hapa, organization binafsi, kuna taasisi ambazo zinaaminika sana Tanzania, taasisi za kidini. Nimeshuhudia kwa mfano TEC wamekuwa wakitoa matamko yao, na makanisa mengine tofauti, na pia tumeona pia upande wa mashehe kwa maana Islam ambao wamekemea kila ambacho kimetokea. Lakini katika hayo makundi pia kuna upande wa Kristo ambao wanasema kilichofanyika inawezekana serikali ilikuwa inafuata kila ambacho kilikuwa kifanyike. Mfano, nimemshuhudia Mtume Mwamposa na anakemea kilichotokea, akisema kwamba ilikuwa ni vurugu. Pia hata upande pia wa BAKWATA pia walizungumza kile kitu. Unavyoona viongozi wa dini wanakuwa wanapishana katika jambo zito kama hili, ina maana gani hasa? Na pia ushauri wako hasa kwako wewe, hasa ni nini kifanyike katika kipindi hichi ili tuweze kuvuka salama? Kwanza nanyoosha maelezo on record. Kuna moja ya taasisi kubwa sana ya kidini ambayo iko nyuma ya haya yanayoendelea. Muda utakaofika mambo yataekwa hadharani, na ni kwa sababu kuna baadhi ya maslahi yao bandarini yameguswa, kuna baadhi ya maslahi yao kwenye migodi yameguswa, na baadhi ya sehemu. Hiyo ya kwanza. Ya pili, kuna watu wana mitazamo tofauti katika pande zote mbili, za Waislamu na za Kristo, na wengine wameunga, wengine wamepinga. Mimi ninachosema kwamba haki itabaki kwa haki. Kuna watu wamefanya uhalifu, wanastahiki kilichowakuta. Kuna watu wamefanya uhalifu, hawajastahiki kilichowakuta. Kuna watu hawajafanya uhalifu, hawajastahiki kilichowakuta. Kuna scenario tofauti. Unajua, mtu kwenye movie ukichukua tule kipande ambacho trailer steering kampiga kofi adui, unaweza ukasema steering huyu hafai, yeye ndo kachokoza. Kumbe hapa nyuma wamerushiana ngumi kama 20, washapigana mateke, washapigana nini, lakini kile kipande walichokichukua. Na hichi ni kitu ambacho watu wawe makini sana na vyombo vya habari. BBC sasa hivi inashtakiwa na Trump, na hichi ni kitu ambacho watu wanatakiwa makini sana. Na nimeongea kwenye yale makala, na nina makala ambayo niliweka kabisa mainstream media, wetu waingia kwenye DJ Smart 255 YouTube channel wataona. Kuna makala ambayo ameandika, je, watamsikiliza Elon Musk? Elon Musk alisema ni mpumbavu au namshangaa mtu ambaye bado anaziamini mainstream media. Walichokifanya BBC, Trump alitoa speech ndefu zaidi ya lisali zima. Wakachukua kipande kimoja, alafu wakaruka zaidi ya dakika 40 na wakachukua kipande kingine, wakaunganisha, ikaleta mantiki tofauti. Na ndani ya editorial yao kuna mtu ambaye ni editor aliwaambia hii sio sahihi, inapotosha watu, inatoa maneno kwenye uhalisia wake. Wakamkaushia na wakampotezea, na wakamwambia kwamba wewe umechagua upande. Ile video ilitoka ina miaka, ishasababisha madhara makubwa sana. Mpaka juzi imesababisha viongozi wakubwa wawili wa BBC wajiuzulu. Umeona? Juzi walitoa makala yao moja kuonesha kilichotokea Tanzania. Mimi niliandika pale, nikasema sawa, kwamba mlichokisema sawa, lakini pia tuelezeni jinsi mlivyochukua video ya Trump mukaiunganisha, ikaleta maana tofauti na timestamp tofauti, mkiwa munajua munachokifanya. Sawa? Je, yale maneno ya kwenye video aliyoiposti BBC ni ya Trump? Ni ya Trump yote. Lakini wameyakata yakaleta maana tofauti. Je, taarifa wanazo zimetokea Tanzania? Ni kweli zimetokea Tanzania. Je, zina maana ambayo halisi au zimetengenezwa katika sura ambazo zinaleta maana tofauti? Unakumbuka nilichokuambia cha airport? Baadhi ya watu ambao waliposti kwamba airport imevamiwa na video na nini, watu wakaamini. Kumbe ni video ya enzi za Magufuli. Je, watu walivamia airport wa kuvamia?
User watu hakuna mambo yote. Ile video kwa hiyo ni tukio ambalo lilitokea. Lakini sio sasa hivi. Ni la zamani ambalo limeletwa, lileta taswira tofauti kutokana na caption na maelezo yake. Kwa hiyo hizi media pia watu tuwe makini nazo, jinsi zinavyo deliver. Inawezekana wanachokisema sio cha uongo, lakini pia sio cha kweli. Unajua, simply because mtu hadanganyi, inawezekana hadanganyi na hasemi kweli. Umeelewa? Kuna mtu anaweza kuwa hadanganyi ila hasemi kweli. Anachokile sema kinapotosha. Na kuna baadhi ya watu ambao wameshafundishwa na fuse jinsi ya kuread between the line. Inasadikika, huenda, inasemekana. Sasa mtu ambaye hajui kuna nini, anachukua kwamba kwa vile imeripotiwa basi hii ni proven 100%. Umeelewa? Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wanatakiwa wawe makini nacho sana. Hivi unajua nimedrift kidogo. Mwanzo hili swali ilikuwa ni nini? Ni nini sasa solution yake? Unadhani kila ambacho kwa maana taasisi za kidini, taasisi za kidini, yes. Kwa hiyo kwenye taasisi za kidini zipo, ukweli utabaki kwa kweli. Kila mtu ana mtazamo wake. Kuna watu ambao walikuwa wahalifu, kuna watu wamefanya uharibifu. Isingetumika nguvu, huenda madhara ingekuwa makubwa zaidi. Sawa. Huenda wangeachiwa, hali ingekuwa mbaya zaidi. Lakini kuna baadhi ya maeneo huenda nguvu iliyotumika au njia iliyotumika sio sahihi. Kwa hiyo ni kitu ambacho, lakini nimesema na naacha, na mimi huu ni wito wako sasa wangu mimi kama DJ Sma kwenda kwa mufti mkuu wa Tanzania Zuberi bin Juma na viongozi wengine wa Kiislamu. Sisi ni Waislamu, tuna Mungu ambao ni mweza wa yote, na yeye kama kiongozi ana nguvu na position ambayo inamruhusu yeye kufanya haya ambayo ninamuomba ayafanye. Aitishe mfungo wa siku 3 nchi nzima Tanzania. Hii iko katika mamlaka yake. Mimi katika kusema kwangu naifahamu kwamba kiongozi anaweza akaomba. Atoe mwito Waislamu wafunge siku 3 kwa nia ya kuepusha balaa, kwa nia ya kuepusha uvunjifu wa amani, kwa nia ya kuepusha fitna na chuki, na kwa nia ya kuondosha uvunjifu wa haki na ukiukaji wa haki. Na Mungu alete amani na utulivu, na Mungu atupe hekima, raia pamoja na viongozi wa pande zote zinazohusika kuleta amani. Baada ya siku 3 ipigwe dua. Kwamba kama kuna watu wana nia mbaya ya kutuharibia na kutuvuruga na wameshajipanga, Allahumma shatit shamlahum, Allahumma farik jamahum. Yani dua zinafahamika. Idha ahad arada nabisu min aljinni wal insi wal wushi wa ghairihim min sairi makhlukat min basharin au sheitani au sultani, Mwenyezi Mungu adili nao kwa ufupi. Na nikiyasema haya watu huenda wamesahau kwamba tuna Mungu ambaye ni mweza wa yote, na huenda wamesahau matukio, nitaje mawili tu au matatu ya hivi karibuni. Unakumbuka kulikuwa kuna kimbunga kilikuwa kinakuja Tanzania? Unakumbuka? Mpaka mara mwisho anatangaza mamlaka ya hewa kwamba kitakuwa ni kikubwa, kina madhara. Mimi nakumbuka tena ilikuwa mwezi wa Ramadhani. Shekishki, uwanja wa Taifa, ilipigwa dua pale. Watu wakaitikia. Mwenyezi Mungu akausambaratisha kile kimbunga kijulikani kilipoenda. Kama mnakumbuka. Kama unakumbuka wakati wa corona, kiongozi wa nchi John Pombe Magufuli alitoa amri, fungeni siku 3, alafu fanyeni dua na maombi. Nchi nzima ikafunga siku 3, ikapigwa dua, nchi ikafunguliwa. Watu ambao either walikuwa na vibaraka, kwa sababu kuna watu wanataka tufate sheria za World Health Organization, sheria za EU, sheria za binadamu.
wakasema jamani, watu tutakufa kama nzi, maiti zitajazana mabarabarani. Mungu akapokelea dua yetu, akai neutralize corona, shule zikafunguliwa, vyuo vikafunguliwa, masoko yakafunguliwa, shughuli ikaendelea kama kawaida. Uwanja wa Taifa mechi inapigwa full house, watu 60,000. Mpaka kwa Kenya wakanauliza, kwani corona yetu sisi na hii ya Tanzania ni hii au ni tofauti? Haviko sawa. Ndo hii Kenya, Uganda, Rwanda walifuata sheria zote, protocol zote walizopewa. Kwa hiyo hivi vitu vipo na vinafanya kazi. Kwa hiyo mimi kama Muislamu namuomba mufti mkuu na viongozi wengine wa kidini ya Kiislamu waitishe funga ya siku 3, imalizike siku 3, ipigwe dua, tumkabidhi Mungu, alafu tuone kitakachotokea. Lakini nimeongelea mimi kama Muislamu, sina mamlaka wala sina nguvu ya kuwaambia ndugu zetu wa Kristo. Kama itawapendeza na wao wanaweza pia wakafanya the same, kwa sababu kama lengo letu ni kuwa na amani na kupata haki na kuondoa watu ambao wanasababisha madhara katika taifa letu, wawe ni wa ndani, wawe ni wa nje, na lengo ni kupata haki. Hakuna mtu ambaye anaweza kadeliver hiyo haki kama Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na wao wanaweza wakaitisha mfungo, najua wana mifumo yao tofauti ya mfungo wa kushinda kwetu, alafu inaweza ikapigwa dua, sawa. Nakumbuka kuna moja waliitisha kabla ya uchaguzi something situ kama hicho, yani kama sikosei. Kwa hiyo na wao wanaweza wakapiga, tumkabidhi Mungu, alafu tuone show itakavyoenda. Kwa hiyo kwenye upande huo ni ombi langu. Ombi lako hilo. Naam. Na moja pia nimeona pia taasisi zimekuwa zikizungumza hili sasa, sio viongozi tu wa dini, hata organizations zingine zao zikizungumza. Unaliunga mkono ama uliungi mkono kwamba uchunguzi wa kile ambacho kimetokea, kwa maana hivi vifo na madhara ambayo yametokea, kwamba ziruhusiwe vyombo kutoka nje ama tume iundwe kutoka nje ije kuchunguza kile ambacho kimetokea Tanzania? Unaunga mkono ama ni bora sisi wenyewe wa Tanzania tukae tuelewane, tuunde tume yetu, vitu vimalizike, ama ije tume kutoka nje? Siungi mkono watu kutoka nje. Siamini Watanzania tumeishiwa watu ambao wanaweza wakajisimamia sisi wenyewe. Siamini. Yani ukishaona mtu anaamini watu wa nje ni bora zaidi, huyo kukuuza ni dakika 0. Tutaletewa mifumo ya nje, ataunga mkono. Tutaambiwa tuchukue utamaduni wa nje ambao sio wa kwetu, kwa njia za binadamu, watu kupumuliana na vitu kama hivyo, tutaunga. Tutaambiwa kuweni rafiki na watu fulani na nchi fulani, msio rafiki na nchi fulani. Haya moja wamba ambao nawakubali sana ni mtu anaitwa Jay Shankar, waziri wa nje wa India. Yani ule yani natamani Tanzania tutafute Jay Shankar wetu. Amenyooka, anajua, he's smart, anajua geopolitics, anajua mambo na ana smart intelligence. Sijaona bado Jay Shankar wakati wana mara nyingi sana washamchallenge mara nyingi sana. Kwa nini mnanunua mafuta Urusi? Akaambia nyinyi pia bado mnanunua mafuta Urusi. Ripoti zinaonyesha kwamba tangia ndani ya miezi 6 mmenunua barrels kadhaa. Inakuwaje nyinyi mnatukataza tusinunue wakati nyinyi mnaendelea kununua? Sijui mtu fulani afai. Akaambia unajua shida yenu nyinyi watu wa magharibi ni kwamba mnataka maadui zenu nyinyi wawe maadui zetu sisi. Ndio yale niliyosema, kuna watu wamepandikizwa maadui. Umeona? Shilole ni adui wako, Jux ni adui wako, Diamond ni adui wako, sijui nani ni adui wako. Na wakati kiuhalisia katika maisha ya kawaida hawa hawajawahi kuwa ni maadui. Hawajawahi kuwa na shida. Na wala watu waliowahi kuwa na shida walideal nao katika njia tofauti. Kwa hiyo Jay Shankar akawaambia nyinyi mnataka shida zenu nyinyi ziwe ni shida zetu sisi. Mnataka maadui wenu nyinyi wawe ni maadui zetu. Hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo ninaamini ndani ya Tanzania tuna watu ambao wana akili, ni wasomi, iwe ni vioni, iwe ni sehemu tofauti, inaweza ikaundwa tume, ikasimamia na haki ikapatikana. Mambo ya nje yani, na ukiona mtu anakuambia hivyo, huyo sio mwenzetu. Yes. Mimi naamini tunatazamwa na watu wengi sana, na inawezekana kila ambacho ukakizungumza leo kikatumika labda kwenye kusuluhisha, kwa maana ya maridhiano ambayo yanazungumzwa.
kwanza ili sasa haya maridhiano yaweze kupatikana, hasa hiyo tume ambayo unatamani itokee hapa ndani, ni watu gani wahusike hasa? Kwanza nilikuwa naongelea tume unless hapa kuna mawili, either tume hiyo ndio isimamie tume ya uchunguzi ya yaliyotokea. Kwa hiyo naongelea tume, mimi nilikuwa naongelea ni tume ambayo inaweza ikasimamia matukio yaliyotokea, watu ambao wamevunja sheria, iwe ni wa serikali, iwe ni raia, sheria ifate mkondo wake black and white. Hakuna kuremba, hakuna kusema watu fulani au watu fulani. Hakuna kitu kama hicho. Haki ifate mkondo wake. Sawa. Na hekima, sometimes haki pia inahitaji hekima na busara. Sawa. Kwa hiyo ndo maana Nabii Isa, Yesu alayhi salam, sheria ya kipindi kile ilikuwa mzinifu apigwe mawe. Hiyo ndo ilikuwa sheria. Lakini Mungu alimjalia hekima na busara. Walivyomfuata kwamba tumemkamata huyu katika tendo, yani red handed, anafanya tendo. Kwa hiyo inahitajika nini? Apigwe mawe. Mwamba. Unajua moja ya sifa ya manabii, mitume, of course kuna tofauti kati ya mitume na manabii, lakini nasema wote waliotumwa na Mwenyezi Mungu wanatakiwa na sifa 4. Moja wapo wanatakiwa very smart intelligence. Yesu akawaambiaje? Miongoni mwenu ambaye ni msafi aanze kurusha jiwe. Unajua sisi tunajisahau kwamba tuna madudu wetu. Hao ambao wanasema mitandaoni na nini, wanaongea kama wao ni wasafi. Hawana skendo, hawajawahi kuwa na skendo, hawajawahi kuharibu, hawajawahi kufanya makosa, hawajawahi kufanya chochote. Hiyo ndo shida, yani the way they talk ni kama ni wasafi. Mwamba akaambia yule ambaye anajiamini ya msafi aanze kuruka shajiwe. Aanze na yule. Alafu akaanza kuandika pale jina fulani na mtu fulani. Mwanangu, by the time anamaliza wote waliondoka, kwa sababu walirealize hakuna kati yetu ambaye ni msafi. Umeelewa? Kwa hiyo inabidi sheria na haki ifate mkondo, alafu hekima na busara iwepo. La mwisho, DJ Smart, unazungumza mambo mengi sana. Unaambia nini wa Tanzania? Kuna familia ambazo pengine zimeumizwa na kuna familia ambazo zingine pia zimepoteza biashara zao pia. Pengine kuna makundi ambayo ni mawili hasa, na tuna lengo la haya yote ni kuweza kuyamaliza, sio kuyaendeleza. Kabisa. Ni lipi sasa unatamani kuambia sawa Tanzania? Yani unajua issue yetu sisi haijafikia critical, kweli. Kuna watu ambao wamesemekana wametekwa, kuna watu ambao wamesemekana wameuawa, kuna watu ambao wamekosa haki zao. Mimi nimeongelea several times na kwenye makala ambayo yanakuja mkeka wa TZ, nimeelezea solution na vitu ambavyo vinaweza zikafanyika na vitu ambavyo nimeshavifanya. Kwa hiyo kuna majibu ambayo yanakuja pale. Tulikuwa tunazungumza kuhusu solution. Kwa hiyo swali lako nilikuwa nazungumza lengo ni kuyamaliza, sio kuyaendeleza. Lengo, yani unajua issue yetu sisi ni nini? Kwamba kuna matatizo ni mengi, serikali ina madudu, inabidi yafanyie marekebisho. Sawa. Moja ya vitu vya haraka, kuna baadhi ya viongozi ambao wako kwenye baadhi ya maeneo waondolewe effective immediately. Sawa. Huwezi ukawa, kuna baadhi ya kauli wanazozitoa zina haribu zaidi kuliko kutengeneza. Kwa wakati huu huenda wakawa wamehudumia taifa kwa mambo mengi mazuri, ila kwa sasa hivi na kwa afya ya amani yetu na nini, wanatakiwa waondoe. Uwezo kana mtu ambaye ana dismiss kila kitu, sio sahihi. Lazima, niliongelea kwenye makala haya kama unakumbuka, nikasema tools, nikisummarize ni disconnection kati ya raia na serikali. Wanaona kama hatuna connection. Kuna hizi kauli zinazotoka ndo zinazidi kuharibu. Yani kuna baadhi ya viongozi waambie bana, tunashukuru umehudumia muda mrefu, either kaa pembeni au kutokana na bado una uwezo wa kuhudumia, ngoja tukuhamishie baadhi ya vitengo vingine ambavyo unaweza ukanani, lakini huku hao wanatakiwa kae pembeni. Kingine ni busara. Yani unajua mimi ninachokiona, ushai kuona barabarani magari yameingia yamefungana, sawa,
wakati ule mkianza kuvutana nani ana haki nani ana haki, mtakaa masaa 6 pale. Sawa, lakini kiasi wewe mwanangu, hebu vuta kidogo, sogea wewe, sogeza ndani ya dakika 5-6 mmejikwamua kwenye lile tatizo, barabara inaenda. Hii ni kitu ambacho madereva wanakijua. Yani sometimes, yani sisi ni sawa gari ambayo zimefungamana. Sawa, inahitajika tu walioko pale, wewe mwanangu, hebu vuta kidogo, sio wewe umekosea, mimi niko haki yangu, wewe rudi huko, wewe nyuma kushakuja magari kadhaa nyuma, hauwezi kurudi hana. Sawa, kwa hiyo ni kiasi cha bana, wewe sogea, vuta pap, imefunguka, watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Kwa hiyo hivi vitu yanaongeleka, yanaweza kawa sorted. Haiondoi kwamba haki sitafutwe, haiondoi watu waliovunja sheria wasifikishwe kwenye vyombo vya nani, haiondoi. Lakini bado hivi vitu ni vitu ambavyo vinaweza vikawa solved. Yes. Simami, nashukuru sana wakati wako bana, asante sana. Na nashukuru sana. Kuna makala ambayo kama mtu hajaona Operation Breaking TZ yako pale, na ngoja nikupeni formula moja hii nakupeni hack. Ukiwa mimi kwa vile nasoma sana na napitia makala mengi, ukitaka kufupisha muda wa kuangalia makala yawe ndani ya muda mfupi, kwenye YouTube pale kuna setting, alafu kuna playback speed. Ongeza speed, kama badala ya normal unaweza kaongeza mpaka 1.25, au kama uko smart na kama mwongeaji anaongea taratibu unaweza kaongeza 1.5. Makala kama ilikuwa ni alisali zima yatapungua either kwa robo au kutokana na speed uliyoiongeza. Yes, kwa hiyo kuna yale makala nashauri sana watu waangalie, waangalie je, demokrasia ni mfumo sahihi, wakaangalie. Kuna makala ya Afrika Operation Breaking TZ, alafu kuna yale protocol ya maandamano. Ila yale tuliyofanya mimi na wewe, kuna vitu vingi sana ambavyo vimetokea, watu wakiarudia sasa hivi ndo wataelewa hivi kumbe jamaa walioyaongea pale kipindi kile. Yes, na mwisho wa siku huwa nasema hivi, kukataa neema ya Bwana, kukataa neema ya Bwana ni kosa. Mungu anapokuneemesha, mimi nashukuru Mungu, amenijalia akili, amenijalia uwezo, amenijalia smartness, lakini mimi sijui kila kitu, na sio kwamba najua kushinda watu. Najua kuna watu wamenizidi, kuna watu wana wakili zaidi. Kwa hiyo huwa napenda kupata maoni yao, huwa napenda pia kujifunza. Ambayo nimekosea, naweza kuambia bana, hapo sio 3 ni 5. Kuna watu ambao wanakurekebisha kwa hekima na busara. Kuna watu ambao wanatoa povu kwa sababu ulimeona nani unaweza kuwa umeteleza ukasema kitu fulani badala ya kitu fulani. Na kuna mtu ambaye hajui, lakini kwa vile ni wewe, chochote utakachokisema una deserve. Hata kama sasa hivi hapa nje ni muda gani sasa hivi? Ni giza. Kuna mtu ukimwambia sasa hivi ni giza, kwa vile umesema wewe, amna, wewe sio, unatudanganya, wewe ni muongo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo, ila naomba tufanye sana dua. Ndugu zangu, tuombe sana amani ya nchi yetu. Yani turudishe mpira kwa kipa. Turudishe mpira kwa kipa. Mtaona maajabu ya Mwenyezi Mungu. Kweli kabisa. Hata mimi kusema kweli naungana na DJ Smart, turudishe mpira kwa kipa. Nakushukuru pia nilikuwa naangalia Operation Breaking TZ, ukanielekeza kwenye kuweka playback speed pale. Ukaniambia niweke 1.5. Sasa mimi nilivyokaa kusikiliza, uzuri unaelezea taratibu sana. Nikika mpaka ikaa 2.0. Na nikana kuelewa vizuri tu. Na nikaimaliza kwa kutumia muda. Kwa mtu ambaye pia anatamani kutazama makala ambayo anaelezea DJ Smart hapa, kafanya hicho kitu. Kikweli yani kutoka tu na wewe upesi wa kichwa chako kuelewa, unaweza kaeka ile itakusaidia sana. Kwa sababu hata mwenyewe nilikuwa nasikiliza hivi naishia nusu saa, afu na kama mzigo bado sana kabisa, sasa niuache tena. Kwa hiyo imenisaidia sana. Na kila ambacho nimekizungumza pia tukushukuru sana kwa kweli ambaye mkutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na kama vile ambavyo tulikuwa tunazungumza hapa, lengo ni kujenga na sio kubomoa, na sisi pia ni binadamu. Inawezekana katika maongezi yetu kuna sema ambao tumemkera mtu ama tumemboa ama tumefanyaje, sisi ni binadamu. Tunaomba pia sana msamaha wenu, na lengo ni kuyajenga haya. Wewe tuambie bana, sehemu fulani bana mlikosea bana, mwe mnazungumza kitu fulani hiki. Tunawashukuru sana. Pengine DJ Smart ameshakuwa familia. Kwa hiyo mambo ni mengi yanaendelea kutokea bana, sitakuja sana hapa nyumbani. Yani mimi nyinyi ni wana familia na tuko pamoja. Asante. Mimi naitwa Victor Madaha, bianza kama nilikopo Riziki bwana. Asante.